SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Vijana wa Generation Samia wameungana vijana wenzao kwa kuadhimisha miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kazi kubwa anayoifanya kwa kuandaa mchezo wa mpira wa miguu. Akizungumza katika mchezo huo uliofanyika katika viwanja vya Kombeni, wilaya Magharibi, mkoa Mjini, mratibu wa Generation Samia na vijana wa Ankal amesema wameamua kuandaa mchezo huo kutokana na kazi kubwa anayoifanya Rais wa Tanzania haswa katika sekta ya michezo. Leo tumekusanyika kwa tukio la kimichezo. Kuna mechi baina ya Generation Samia na London Town. Hii yote vijana tumefanya hili kutokana na kuridhishwa na mambo ambayo yanafanyika na kiongozi wetu huyu katika sekta mbalimbali, sekta za kiuchumi, sekta za kijamii, lakini pia sekta ya michezo ambayo ndio inatugusa moja kwa moja sisi vijana. Tangia Rais Samia kuingia madarakani, vijana tumeona tunakuwa tunanufaika sana katika nyanja tofauti, hususan katika sekta za michezo. Kwa hivyo tumeona hatuna budi kukaa, kumshukuru na kusherekea uongozi na neema ambazo zinapatikana katika serikali ya awamu ya 6. Leo tumeshuhudia tunakuja kuihodhi AFCON hapa Tanzania, ambayo tutashirikiana na Tanzania, Kenya na Uganda. Miundombinu ya michezo imeboreshwa. Hivi sasa tunaongelea uwanja wa Arusha ambao umeshafika zaidi ya 40% katika utekelezaji wake. Lakini kule Dodoma kuna mipango ya kujenga uwanja mkubwa sana ambao nao utahudumia katika kipindi cha AFCON. Lakini uwanja wa Benjamin Mkapa umeendelea kuboreshwa na waangalizi wa CAF wamekuwa wakiusifia na wakisifia maendeleo mbalimbali. Lakini kwa sisi hapa Zanzibar, viwanja vya michezo kila wilaya vimeboreshwa, lakini vile vile uwanja wa Gombani umeboreshwa, uwanja wa Amani umeboreshwa, na hivi sasa tumekuwa na miwanja mingi yenye hadhi ya kimataifa. Hata uwanja wa Mao Zedong nao pia umeboreshwa. Hizi zote ni jitihada za viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Aidha, mwataka vijana wajikite katika fursa za kujikuza kiuchumi na wajiepushe kutumika kisiasa, hasa katika kipindi cha uchaguzi. Lakini tunaelekea katika mwaka wa uchaguzi. Vijana tumekuwa tuna mambo mengi ya kufanya. Haya ni mambo ambayo tunayapenda. Hivyo tujikite katika mambo na maeneo ambayo yanatija na faida kwa taifa letu na sisi vijana na familia zetu. Tujiepushe kutumika kisiasa, tujiepushe kukuwa chanzo cha kufanya vurugu na hasia ambapo baadaye nchi yetu itashindwa kukalika. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, hatuna nchi nyingine zaidi ya Zanzibar. Hivyo vijana tushikamane kutunza amani yetu, lakini tujikite katika kufanya mambo ya kimaendeleo ili sasa tuweze kusaidia familia zetu, tuweze kusaidia jamii zetu na taifa letu kwa ujumla. Generation Samia, kizazi cha mafanikio. Vijana wa Ankali, kizazi makini. Kwa upande wao, washiriki katika mchezo huo wamewataka vijana wenzao waendelee kutunza amani ya nchi yao na kuwataka watumie fursa zilizowekwa na Rais wa Tanzania kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo sisi kama Generation Samia tumetumia fursa hii kuungana na vijana wenzetu wa kila aina na kila rika na kila hulka na kila tabia, lakini mwisho siku tuwe na lengo moja la kuipambania taifa letu, la kuwapambania viongozi wetu na kuipambania serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi. Tunasema mwendo ni huku, wapi? Kwenye mafanikio na maendeleo. Na mafanikio na maendeleo yanapatikana na nani? Yanapatikana kutokana kwa rais wetu Dr. Hussein Mwinyi na Mama Samia. Dr. Samia anaendelea kutukosha na kutukonga nyoyo zetu vijana. Kitendo cha kwenda kuonana na uongozi wa Manchester United, maana yake inaonekana wazi anakwenda kutufungulia fursa sisi vijana wa Kitanzania katika sekta hii ya michezo. Kwa kweli itoshe kusema annasu shahidullah, watu ni mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na sisi vijana ni mashahidi ya kile ambacho anachokifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha vijana anatusogezea fursa, na fursa ambazo sasa ametuwekea katikati hapa ya mdomo. Kwa hiyo sisi ni kumeza tu. Mimi kikubwa ambacho napenda kuwahamasisha vijana ni utulivu. Amani, utulivu ni kitu ambacho sisi tunakiomba kila wakati. Hata ukiona hao marais wetu ambao wanaiendesha nchi zetu, utakuta kwamba kikubwa ambacho wanatusihi kama vijana ni utulivu, kwa sababu kijana mmoja akituliza vijana 10 na wale vijana 10 kila mmoja akituliza 10, nchi nzima itakuwa ina utulivu na imetulia.
Nao makapteni wa timu zote mbili wamemshukuru rais huyo kwa kuwajali na kuhakikishia kumrudisha madarakani. Nango ulikuwa mzito sana, tumepambana kabla ya uwezo wetu, lakini ni kama mpira ukiwa na matokeo matatu, lakini leo tumeweza kufungwa katika matokeo matatu, wametufunga kwa bahati mbaya, lakini na imani tukija tukarejea nao tutacheza nao vizuri. Lakini hii yote katika kulinda amani ya nchi yetu na katika kumsupport Mama Samia Suluhu Hassan katika miaka yake minne ambayo aliweza kutuongoza na amani kubwa iliyopo ndani ya nchi yetu bila ya vita vyovyote. Na tunashukuru sana na marais wetu wote, Samia Suluhu Hassan na pia na Dr. Hussein Ali Mwinyi, wao tufanyia mambo makubwa sana ndani ya nchi yetu. Ndio maana leo hii vijana wote tumewaunga mkono marais wetu kwa furaha na amani na moyo wote kabisa kwa yale yote ambayo ameweza kuyafanya. Tunasema kwamba ifikapo tarehe 25 Oktoba 2025 tunaenda kuwasimamisha marais wetu kwa vishindo. Tukiwa sisi ni vijana mara hii kwa 100% tunaenda kuwasimamisha sisi vijana hawa marais wetu, watakuja tena mitano tena. Timu zilizoshiriki mchezo huo ni timu ya Generation Samia na timu ya London Town ikaibuka na ushindi wa goli 1-0 na kujipatia zawadi ya kikombe na hunde shilingi milioni 5, huku mshindi wa pili akipatiwa shilingi milioni 3. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.